Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa wito kwa raia wake kuondoka mara moja katika nchi zaidi ya 12 Mashariki ya Kati kufuatia ongezeko la mvutano wa kiusalama katika eneo hilo, hatua inayokuja wakati mzozo kati ya Marekani na Irani ukiendelea kushika kasi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, raia wa Marekani wanashauriwa kutumia usafiri wa kibiashara uliopo ili kuondoka katika mataifa hayo kutokana na hatari za kiusalama. Onyo hilo lilitolewa na naibu waziri msaidizi wa masuala ya kibalozi Maura Namda, aliyesisitiza kuwa hali ya usalama inaweza kubadilika ghafla. Maeneo yaliyotajwa katika tahadhari hiyo ni pamoja na Bahrain, Misri, Iran, Iraq, Israel, West Bank, Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu na Yemen. Tahadhari hiyo imekuja baada ya wizara hiyo kusasisha viwango vya ushauri wa safari katika siku za hivi karibuni, huku baadhi ya nchi zikipewa hadhi ya usisafiri kutokana na hatari za mashambulizi ya makombora, ndege zisizo na rubani na ghasia za kisiasa na uwezekano wa kulengwa kwa maslahi ya Marekani. Aidha, siku ya leo Jumanne, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza kuamuru kuondolewa kwa wafanyakazi wake wa serikali wasiokuwa na dharura pamoja na familia zao kutoka Bahrain, Iraq na Jordan. Hatua hii inalenga kupunguza hatari kwa watumishi wa Marekani, wakati Washington ikiendelea kufuatilia kwa karibu vitisho vinavyohusishwa na mzozo wake na Teherani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama wa kimataifa, hatua hiyo inaashiria kuwa Marekani ina wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya vituo vyake vya kidiplomasia katika kambi za kijeshi na raia wake katika eneo la Ghuba na Mashariki ya Kati kwa ujumla. Mvutano kati ya Washington na Teherani umeongezeka katika siku za hivi karibuni kufuatia mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Irani, hatua iliyochochea vitisho kutoka kwa maafisa wa Irani kwamba maslahi ya Marekani hayatakuwa salama popote duniani.